tangaza. My Father, my God, katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai, mtakatifu Shembalale, Mungu mwenye nguvu na uwezo, mtawala wa mbingu na nchi, Mungu asiyeshindwa, Mungu ambao Bwana uliumba rehema kubwa. Jehova Mungu wangu, tunainuka mbinguni na roho zote za huzuni, roho za hasara na mikosi, roho zote ambazo zinainuka kinyume na maisha yetu, tunakataa katika jina la Yesu. Kila roho ya huzuni, roho ya matanga, roho ambayo inainuka kwa kanisa hili, tunakataa nao katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza siku ya leo, mwezi wa 8, unasikiza neno la Mungu. My Father, my God, mwezi huu tunatangaza hakuna mikosi, hakuna hasara, hakuna matanga, hakuna vifo vya mapema, premature death is not our portion. Tuna cancel premature death, tuna cancel roho zote na uchawi na uganga katika Paulo, katika jina la Yesu. Katelele mazuka maganda sharira katika jina la Yesu. Asante Bwana, asante Bwana. Nataka ujifunike na damu ya Yesu. Nataka utangaze damu ya Yesu. Mwambie Bwana, damu ya Yesu ikanifunike, ikafunike watoto wetu, ikafunike jamii zetu. Itisha damu ya Yesu, damu ya Yesu inayenena mema kuliko ya Abeli, ikanena kwa sababu ya maisha yetu. Tangaza damu ya Yesu. Shetina mazokada shara mazokatina maganda. My Father, my Father, my God, my God, asubuhi ya leo Bwana, tunalitia jina lako, jina lako lenye nguvu na uwezo, jina lako lenye ushindi. Tunaitisha damu yako uliyomwaga msalabani, damu ya Yesu, damu ya Yesu ikatende kwa sababu ya jamii yetu, ikatende kwa sababu ya watoto wetu. Tunawachovya kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu inayenena kuliko damu ya Abeli, ikatende kwa sababu ya watoto wetu. Uzao wetu Bwana umefunikwa na damu ya Yesu, uzao wetu umefunikwa asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, asante Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tunakupenda Bwana, tunakupenda. Naseteriano magosi ya choma na makanda sekatayaba roko bala shedira maganda sekataya kulosa katika jina la Yesu. Wastahili mabudio ya mioyo zetu, wastahili kuabudiwa asubuhi ya leo. Ni wewe tu Bwana, tunakupenda, tunalimidi jina lako. Ni wewe Bwana, wastahili, wastahili Bwana, wastahili. Kila mmoja tuinua mikono yako mbele za Bwana, ambia Bwana wastahili asubuhi ya leo, wastahili Jehova kuinuliwa na kuheshimiwa, maana bila Yesu hatuwezi, bila Yesu tutashindwa, bila Yesu tutachekelewa. Ni wewe Bwana wastahili, ni wewe Bwana, tunakupenda Bwana, tunakupenda Yesu, tunakupenda Bwana. Nikiwa nawe Bwana sitaogopa, nikiwa na wewe Bwana ndani mwangu sitaogopa, nikiwa na wewe Bwana sitashindwa. Ni wewe Yesu umetusaidia, ni wewe Bwana umetupigania vita vyetu, hata wakati maadui zetu walitusukuma ili tuanguke Bwana. Ni wewe Bwana ulitusaidia, ni wewe Bwana ulituokoa, ni wewe Bwana ulituepusha na mitego ya adui. Leo hii tukisema tusimulie, hatuna maneno ya kusimulia. Ni wewe Bwana umetusaidia, ni wewe Bwana umetupigania. Tunalipenda jina lako Bwana, ni wewe tu Yesu, ni wewe tu Bwana. Wewe ni wewe na utabaki kuwa ni wewe.
utabaki kuwa ni wewe. Yesu, utabaki kuwa ni wewe tu Bwana, ni wewe Yesu, na utabaki kuwa ni wewe Bwana. Utabaki kuwa ni wewe. Ni wewe Bwana, na utabaki kuwa ni wewe. Ni wewe, na utabaki kuwa ni wewe. Utabaki kuwa ni wewe Yesu. Baba, utabaki kuwa ni wewe. Utabaki kuwa ni wewe Baba, utabaki kuwa ni wewe. Utabaki kuwa ni wewe Bwana. Utabaki kuwa ni wewe Yesu. Baba, utabaki kuwa ni wewe. Utabaki kuwa ni wewe Bwana, utabaki kuwa ni wewe. Utabaki kuwa ni wewe Bwana, utabaki kuwa ni wewe Yesu. Licha ya hali unabaki kuwa ni wewe Bwana, unabaki kuwa ni wewe, unabaki kuwa ni wewe. Ni wewe Yesu, ni wewe tu, ni wewe tunakupenda, ni wewe tunakungoja, ni wewe Bwana tunakutumaini asubuhi ya leo. Macho yetu tayainua kwako Bwana, tunakutazamia Yesu, maana msaada wetu unatoka kwako Bwana. Wewe uliyezifanya mbingu na nchi na vyote vilivyomo ni kazi ya mikono yako. Ni wewe Bwana umetusaidia, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu. Siyawezi Bwana, anaweza. Siyawezi Bwana, siyaweza Bwana, unaweza Yesu, anaweza yale. Siyawezi Bwana, anaweza
kutoka kwako Bwana. Tunatarajia kusikia kutoka kwako. Tunatarajia kusikia sauti yako. Ni wewe Yesu. Ni wewe Bwana. Zungumza na nafsi zetu. Tunakuhitaji Bwana. Tunahitaji uponyaji. Tunahitaji kuinuliwa na wewe Bwana. Zungumza nasi Yesu. Zungumza nasi Mtakatifu. Zungumza nasi Bwana. Zungumza Bwana, tunangoja. Zungumza Bwana, tunasikiliza. Zungumza Bwana. Nena nasi Bwana. Nena nasi El Shaddai. Nena nasi Adonai. Nena nasi Yesu. Nena nasi Bwana. Mtakatifu nena nasi. Mtakatifu nena nasi. Asante Bwana. Asante Yesu, wastahili Bwana. Wastahili Yesu, wastahili Bwana. Pigia Yesu makofi mazuri. Shangilia Bwana amekuwezesha. Shangilia Bwana ametuwezesha. Pigia Yesu makofi mazuri. Shangwe na vigelegele. Asante Yesu. Mchana wa leo. Asante Bwana. Yes. Bariki jina lako. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. Asante Bwana. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wastahili Bwana. Tunakupenda Yesu. Wastahili Bwana. Pigia Bwana makofi. Shangwe pamoja na vigelegele, mwambie anatawala. Makofi. Shangwe pamoja na vigelegele, Mwambie Yesu anaweza. pigia Bwana makofi. Shangwe pamoja na vigelegele, mwambie anaweza. Pigia Bwana makofi. Pamoja na vigelegele, mwambie Yesu anaweza. Pigia Bwana makofi. Shangwe
celebrate Jesus Amen. for what he's doing in our lives. Kwa kile anatenda katika maisha yetu. Baba namna gani? Baba namna gani? Baba namna gani? Oe oe namna gani? Twasema baba. Baba namna gani? Hey baba. Baba namna gani? Hey baba. Baba namna gani? Hey Oe oe namna gani? Ima baba. Baba namna gani? Hey baba. Baba namna gani? Hey baba. Baba namna gani? Hey Oe oe namna gani? tukushukuru namna gani? Tukwimbie namna gani? Baba namna gani? Oe oe namna gani? Tasema baba. Baba namna gani? Hey baba. Baba namna gani? Hey baba. Baba namna gani? Hey Oe oe namna gani? tukucheze namna gani? Tukuinue namna gani? Baba namna gani? Oe oe namna gani? Tasema baba. Baba namna gani? Hey baba. Baba namna gani? Tasifu baba. Baba namna gani? Oe oe namna gani? Tukuinue namna gani? Tukushukuru namna gani? Baba namna gani? Oe oe namna gani? Tasema Yesu. Baba namna gani? Hey baba. Baba namna gani? Tasema baba. Baba namna gani? Oe oe namna gani? Twaimba baba. Baba namna gani? Baba namna gani? Baba namna gani? Oe oe namna gani? Baba namna gani? Baba namna gani? Baba namna gani? Oe oe namna gani? Twachezea Yesu. Hey baba. Baba namna gani? Baba namna gani? Oe oe namna gani? Twasifu Yesu. Baba namna gani? Hey baba. Baba namna gani? Twashukuru Bwana. Baba namna gani? Yesu. Oe oe namna gani? Father, we thank you, we exalt you, and we put our trust in you this morning. Najidhihirisha mbele yako asubuhi ya leo. And Father, I ask you to be exalted in this place. Baba, nauliza kwamba ukainuliwe mahali hapa. In the name of Jesus, Katika jina la Yesu. I arrest every spirit of sorrow. Anafunga kila roho wa huzuni. I arrest every spirit of heaviness. Anafunga kila roho wa uzito. In the name of Jesus, Katika jina la Yesu. lose our lives. Katika jina la Yesu. Lose the God. Name of Jesus. In the mighty name of Jesus, Katika jina la Yesu. every spirit
spirit of sickness and infirmity, kila roho ya magonjwa na maumivu it has no place in this place. haina nafasi mahali hapa. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. And Father, I pray in the ministration of your word Na Baba, naomba katika kuachilia neno lako that you are going to speak to our hearts. kwamba unaenda kunena kwa mioyo You zetu, are going to demolish strongholds unaenda kuvunja kila ngome in the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. We bless you, our God, Tunalibariki jina lako even as we receive from you. kwa kila ambacho tunapokea kutoka kwako In Jesus' name. katika jina la Yesu. Amen. Let us celebrate Jesus. Even as we sit, thank you, the praise and worship team. Asante kwa watu wa sifa na ibada. Pastor Mark, just give me some good sound. I am happy to see all of you. Nina furaha sana kuona nyote. I'm happy to see Josephine and Jackie. They were not here last Sunday. Jumapili iliyopita nafurahi sana kuona Jacqueline na Josephine hawakuwepo. We also did not have Martha. Martha pia hakuwepo. We also did not have Joshua. Joshua pia hakuwepo. But he is here today. We thank God. Lakini leo nashukuru yuko hapa, namshukuru Mungu. Welcome all of you to the service of the Lord. Kwa hivyo nyote nawakaribisha katika huduma hii. We thank God for what God is doing. Nashukuru Mungu kwa kila ambacho anatenda. The Spirit of the Lord is here. Roho wa Bwana yuko mahali hapa. He is working in our lives. Anatenda kazi katika maisha yetu. He is here to transform our lives. Ako hapa kugeuza maisha yetu. Do not look at what you are going through. Usiangalie kila ambacho unapitia. I am one man who has learned not to look at what I'm going through. Mimi ni mtu mmoja ambaye nimejifunza kutokuangalia kila ambacho I napitia. have learned to look at the cross of Jesus. Nimejifunza kuangalia msalaba wa Yesu. And that is the only solution to our lives. Na hiyo tu ndio suluhu katika maisha yetu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Ngome imara, wenye haki ulikimbilia, wakawa salama. Ni ngome imara, wenye haki ulikimbilia, wakawa salama. Ni ngome imara, kimbilia wakawa salama. Ni ngome imara, wenye haki ulikimbilia wakawa salama. Tasema jina la Yesu. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya jina la Yesu. It is a wonder working name. Ni jina linalotenda makuu. A miracle working name. Jina ambalo linatenda miujiza. I speak the name of Jesus on this altar this morning. Juu ya madhabahu haya nanena jina la Yesu asubuhi ya leo. That is able to save and deliver our lives. Ambaye liko tayari kutukomboa na kukomboa maisha yetu. Even for those who are joining us on online platforms. Hata wale wanajiunga kwetu kupitia njia ya kimtandao. I ask the Lord to bless you right now. Naomba Mungu akubariki sasa hivi. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Now we have been having a series of your deeds will follow you. Tumekuwa na mfululizo wa mafundisho kwamba matendo yako yatakufuata. And we have been taking very particular a question
that says, why are your deeds important? Na tumekuwa tukizingatia sana swali kwamba ni kwa sababu gani matendo yako ni muhimu. And I want to know if you understand what I always preach here on the altar. Na nataka nijue kama kweli unaelewa kila ambacho na huwa na hudumu hapa kwa madhabahu. So what did we say? Number one was? Jambo la kwanza tulisema la kwanza lilikuwa nini? Why are our deeds important? Matendo yetu ni muhimu kwa sababu gani? Let us have responses. What was the first thing we said? Hebu tuwe na muitikio. Jambo la kwanza tulisema lilikuwa ni nini? Because when I'm preaching, you are very busy listening, and even some of you are writing. I don't know what you are writing. Are you writing French? Hata nashangaa kwa sababu wakati na hudumu huwa mweka juhudi sana kuandika na kusikiza. Sijui mnasikiza mnaandika Kifaransa? Yeah. Yes. Madam Jill? Very good. That was number one. Take care of the baby so that it doesn't make noise. Angalia huyo mtoto. Your deeds will follow you. Matendo yako yatakufuata. What about number two? Jambo la pili. Manuel? Your deeds will speak even if you are dead. Yataongea hata baada ya kuwa umekufa. I am happy to hear that. Nashukuru kusikia jambo hilo. But number two we said, la pili tulisema hivi. What you do today, kila ambacho unafanya leo, is forming a book for your children tomorrow. Iko inaandika kitabu kwa ajili ya watoto wako kesho. Your children will live by what you are doing right now. Watoto wako wataishi kulingana na kila ambacho unafanya sasa. And I told you a story. Na nikawaambia hadithi. There are some families which are enjoying life right now. Kuna familia ambazo zinafurahikia maisha sasa hivi because their parents were devoted to the Lord. Kwa sababu wazazi wao walijitolea kwa Bwana. There are people who are suffering right now. Kuna watu ambao wanateseka sasa hivi because their parents sold their hearts to the devil. Kwa sababu wazazi wao waliuza mioyo zao kwa shetani. And now we go to number 3 today. Na sasa leo tunaenda kwa nambari ya 3. Why are your deeds very important? Matendo yako ni muhimu kwa sababu gani? Number 3. Jambo la 3. Because kwa sababu God, Mungu is a record keeper. Ni Mungu wa kuweka tarakimu. God is keeping records. Mungu anaweka tarakimu. He is keeping, is writing everything you are doing. Kila kitu unafanya huwa anaandika. Now ladies and gentlemen, kwa hivyo wapendwa, there is one truth I want you to know. Kuna ukweli moja nataka wewe ujue. There is one truth that every human being must confront. Kuna ukweli moja ambao ni lazima kila mwanadamu akabiliane nao. Nothing disappears just because people have forgotten. Hakuna kitu kinatoweka tu kwa sababu watu wamesahau. History may forget. Historia inaweza ikasahau. Families may forget. Mafamilia inaweza kusahau. Government may forget. Serikali inaweza kusahau. Even in the court. Na hata kule mahakamani. Files can disappear. Zile file unakuta zinapotea. Your computer where you have saved information can crash. Tarakilishi yako inaweza ikazima. Memories can fail. Kumbukumbu zinaweza zikapotea. But there is one whose records can never be corrupted. Lakini kuna moja ambaye rekodi zake haziharibiki. One whose archives can never be destroyed. Yule ambaye makavazi yake haiwezi kuguswa. One whose books have never been misplaced. Yule ambaye vitabu vyake havijawahi kupotea. One in whose courtroom there is no missing evidence. Yule ambaye katika mahakama yake hakuna hata kipengele kimoja cha ushahidi kimepotea. Now listen brothers and sisters. Sasa wapendwa sikiza. The greatest deception of the enemy. Kitu cha udanganyifu kikubwa cha adui. The way the enemy whispers in the human hearts. Kwamba katika moyo wa mwanadamu adui huwa ananong'oneza. This is what he tells you. Huwa anakuambia hivi. If nobody knows what you are doing. Hakuna yeyote anajua kile unafanya. Then nobody will know what you did. Hakuna mtu yeyote atajua kile uliyotenda. That is the greatest philosophy of sin. Na hiyo ndio jambo moja ambalo dhambi imeweka msingi kwayo. But the theology of scripture is different. Lakini masomo ya maandiko ni tofauti. There is an eye watching you. Kuna jicho linakuangalia. And unfortunately, na kwa bahati mbaya, the eye of the Lord does not blink. Jicho la Mungu huwa lipepesi. It does not blink. Huwa lipepesi. Joshua, give us a simple word. Jicho la Mwenyezi Mungu huwa alifumbwi ama very good. Alifungifungi. Alifungifungi. Unajua Joshua ni wala bin wala. Sasa analeta Kiswahili ya wala bin wala. So the eye of the Lord does not blink. Kwa hivyo jicho la Mungu huwa alitikisi. So when you look at your neighbor, you will see the eyes blinking. Ukimwangalia jirani yako utaona jicho linafunga funga. But the eye of the Lord, lakini jicho la Mungu, it does not blink.
huwa alifungi. And now listen to this. Na sasa sikiza hii. There's a song we used to sing long time ago when we were in Sunday school. Tuliimba nyimbo fulani tulipokuwa katika Sunday school. Macho ya Bwana ni makali mno. Haimaanishi kwamba ni makali atukiangalia unachomeka. Lakini makali kwa sababu hayafungi. Yanaangalia kila mahali. So as we are blinking, as we are closing our eyes to sleep, the Lord does not sleep. Kwa hivyo sisi tunapofumba macho yetu, Bwana huwa yake yako macho. Biblia inasema kwamba nainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu unatoka wapi? Msaada wangu unatoka kwa Mungu asiyelala wala kusinzia. Our God does not sleep, neither does he slumber. Mungu wetu halali wala asinzii. And that is why you need to be very careful about what you do. Na hiyo ndio maana natakana uwe mwangalifu sana unachokitenda. There is a God in heaven watching what you are doing. Kuna Mungu mbinguni anaangalia kila ambacho unafanya. But why does God record what we do? Ni kwa sababu gani Mungu ananakili yale maneno tunafanya? It is not because God can forget. Sio kwa sababu Mungu anaweza kusahau. But because God is a righteous God. Ni kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye haki. Now pause for a moment now. Kwa hivyo tulia kidogo kwa muda. Now listen to this. Sikiza hii. If every conversation you had this week, je, mazungumzo yote uliyokuwa nayo juma hili, if it was projected on a giant screen, kama yangeangaziwa kwenye runinga kubwa before the world, mbele ya umma wote, how many of us will still be smiling today? Watu wangapi wangekuwa bado wanaweza kutabasamu leo? If the things you said in secret, kama yale maneno uliyosema kwa siri, if they were shown or brought to the world today, kama yangeangaziwa kwa hii dunia leo, how many will still be happy to serve God? Watu wangapi wangekuwa bado wana furaha ya kumtumikia Mungu? There are people who think because nobody knew what I did. Kuna watu wengi ambao wanasema kwamba kwa sababu hakuna yeyote alijua kitu gani nilifanya, Even God does not know. Hata Mungu hajui. There are people who say because nobody saw me. Kuna watu ambao wanasema kwa sababu hakuna yeyote aliyeniona. Yaani ndugu Joshua, watu wanaingianga lodging, wanaangalia, wanaona Karoa yuko, wanaangalia, wanaona hakuna Lilian. Wanaingia, wanaenda. Hawajali. Lakini kunaye Mungu wa mbinguni anakuona. Kuna watu wameiba mahindi ya wenyewe usiku. Walipita kwa Josephine hapo, wakaleta mahindi ilikuwa karibu na mkono. Wakaenda nayo. Hakuna mwenye alikuona, ni vizuri. Lakini kuna Mungu wa mbinguni. Wamama mliamka usiku mkaangalia kwa makoti ya wazee mkatoa pesa. Mkarudi mkalala tena mkalala kushinda mzee. Asubuhi mzee akauliza pesa. Wewe ndio ulikuwa kwanza kumhurumia kwa machozi. Kumbe wewe ndio uko na pesa mzee wako. Na Mungu anaona. Na mama wengine wako wakitaka kufanya drama, wanaweza kufanya drama wakuibia tena wakubariki. Anakuibia 500 alafu anakupatia 100, anasema baba nani? Mtoto kwa hiyo mashika 100. Anakupatia kwa yako. But now I want you to know this. Nataka ujue jambo hili. In all creation, katika uumbaji wote, maumbile yote, nothing is hidden before our God. Hakuna jambo lolote limefichika mbele ya Mungu wetu. And today I'm not preaching, I'm just teaching you. I want you to listen to what I want to tell you today. Leo sihubiri, nafundisha, nataka uwe makini kabisa. The illusion of sin is believing that secrecy is equals safety. Upotovu katika dhambi ni kuamini kwamba siri ni namna ya kujificha. Secrecy may hide you from people. Siri inaweza kuficha kutokana na macho ya watu. But it will not hide you from God. Lakini haiwezi kuficha kutoka kwa macho ya Mungu. Let me walk you through the scriptures. Acha tutembee kwenye maandiko. Hebrews chapter 4. Waibrania 4. Hebrews chapter 4. Waibrania 4. The book of Hebrews. Katika kitabu cha Waibrania chapter 4. Sura ya 4. And we take verse 13. Kifungu cha 13. Verse 13 says, 13 inasema, nothing in all creation is hidden from God. I love that. Waibrania 4:13 inasema, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake. I like that. Kisichokuwa wazi. Yaani hata ujifiche bado uko wazi. There is nothing in all the creation that is hidden from God. Kwamba hakuna kitu chochote katika viumbe vyote ambavyo vimejificha kutoka kwa Mungu. And then the second sentence says this. Sehemu yake ya pili inasema hivi. Everything is naked and exposed before his eyes. Kwamba lakini vitu vyote ni utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yote. Utupu, yani they are naked.
kwamba viko tupu, havikufunikwa na chochote. I like what David says. Napenda sana kila ambayo Daudi alisema. David says, Daudi anasema, even if I make my bed in darkness, kwamba hata nikitandaza kitanda changu kwenye giza, even in the darkness, darkness is still light to you. kwamba hata wakati wa giza totoro, hicho giza bado ni mwangaza kwako wewe. In the book of Psalms chapter 139. Katika kitabu cha Zaburi 139. Psalms 139. Zaburi 139. And verse 12. Kifungu cha 12. In the book of Psalms 139. Katika kitabu cha Zaburi 139. And verse 12. Kifungu cha 12. See what David is saying. Angalia kila ambacho Daudi anasema. He says, anasema hivi, even the darkness is not dark to you. Hiyo ni Zaburi 139 kifungu cha 12. Inasema kwamba giza nalo halikufichi kitu. Even darkness is not dark to you. Kwa hivyo hata giza si giza kwako. I like that. Darkness is not darkness to God. Kwamba giza si giza kwa Mungu. Wale mnapenda kutembea na kufanya vituko usiku, giza sio giza kwa Mungu. It is still light. Au bado giza mbele za Mungu ni mwangaza. And then he says, na anasema, the night shines like the day, bali usiku huangaza kama mchana. For darkness is as light with you. Giza na mwanga kwako ni sawa sawa. Now I want to know this. Nataka ujue jambo hili. Darkness does not exist for God. Kwamba giza huwa kwa Mungu halipo. Darkness exists for human eyes. Kwamba giza lipo kwa sababu ya macho ya mwanadamu. Walls may stop people. Kuta hizi zinaweza kuzuia watu. Whatever you are doing in that house we may not know. Kila ambacho unafanya kule mwako nyumbani si tunaweza kosa kujua. Distance may stop people. Umbali unaweza kuzuia watu. You can go and do sin in Nairobi. Unaweza kwenda Nairobi ukatenda dhambi. You can go to Busia and sin from there. Unaweza kwenda kule Busia ukatenda dhambi huko. You can go to Amsterdam and sin from there. Unaweza kwenda kule mji wa Amsterdam ukafanya dhambi huko. People will not know. Watu hawatajua. Technology will not know. Teknolojia haitajua. But the eye of the Lord. Lakini jicho la Mungu. There is nothing that can limit the eye of God. Hakuna kitu ambacho ni kizuizi kwa jicho la Mungu. Brothers and sisters, God is seeing you today. Wapendwa, Mungu anawaangalia leo. That meeting you had. Ule mkutano ulikuwa nao. God is seeing you. Mungu alikuwa anakuona. That transaction you are doing. Yale makubaliano ulikuwa unafanya. God was a witness. Mungu alikuwa ni shahidi. That compromise you did. Kule kukubaliana ulikofanya. And nobody discovered. Na hakuna yeyote aliyegundua. God was watching. Mungu alikuwa anatazama. The tears nobody noticed. Yale machozi hakuna mtu aliyeona. The prayers nobody heard. Yale maombi ambayo hakuna yeyote aliyesikia. The kindness nobody applauded. Ule ukarimu ambao haukushuhudiwa na mtu yote ukatangazwa. God was watching. Mungu alikuwa anaangalia. Now in Jeremiah, katika kitabu cha Yeremia chapter 23, sura ya 23. Jeremiah 23 23 and verse 24. Kifungu cha 24. In the book of the prophet Jeremiah, katika kitabu cha nabii Yeremia chapter 23 sura ya 23 and verse 24. Kifungu cha 24. The Bible says, Biblia inasema, can anyone hide from me in a secret place? Let's translate. Jeremia 23:24 inasema hivi. 23:24 inasema, je, mtu yeyote aweza kujificha mahali pasiri nisimuone? Am I not everywhere in all the heavens and the earth, says the Lord. Je, mimi sipo kila mahali mbinguni na duniani, asema Bwana? Now God is telling us, kwa hivyo Mungu anasema, can anyone hide from me in a secret place? Je, kwamba kuna mahali pasiri ambapo mtu anaweza kujificha nisimuone? And of course the answer is no. Na akatoa jawabu kwamba la. But now he continues to tell you, na akaendelea kusema, he is everywhere in the heavens, kwamba ako kila mahali kule mbinguni and on the earth, na hapa duniani. Whatever you are doing, chochote kile ambacho unafanya, God is keeping records. Mungu ananakili. Now when scripture talks about keeping records, maandiko yanapoongea kuhusu kuweka rekodi, in heaven we have books. Kule mbinguni kuna vitabu. Even in this church we have books. Hata hapa kanisani tuna vitabu. We are keeping records of what you are doing. Tunaweka nakili ya kila kitu ambacho unafanya. When you give to the Lord, we keep a record. Unapomtolea Mungu tunaweka mahali, tunaandika mahali. When you give in the fellowship, we keep a record. Kule fellowship kule nyumbani kule ukienda kuweka tunaandika pia. When you give for funeral, we keep a record.
Tunapokuwa na mazishi tunaandika pia mahali. When we give for Harambee, we keep a record. Tunapokuwa na mchango pia tuna record tunaweka. Why? Kwa sababu gani? Because even in heaven there are books with records. Kwa sababu kule mbinguni pia kuna vitabu ambavyo viko na record. It is not because God suffers from poor memory. Sio kwa sababu ati Mungu huwa anasahau. And this is now where we ask a question. Hapa ndipo mahali tunauliza swali sasa. Why does God keep records? Ni kwa sababu gani Mungu anaweka hizo kumbukumbu? And church, this is one of the messages sweet now. Na hapa ndio mahali sasa utamu wa injili unapatikana. This is now where I want you to focus on me. Hapa ndipo mahali sasa nitakana uelekeze macho yako huku. Why is God recording in books? Kwa sababu gani Mungu anaweka rekodi kwenye vitabu? And what exactly is God recording? Na ni kitu gani haswa ndio Mungu anaweka kumbukumbu yake? The answer is going to surprise you. Jibu hili litakushangaza. God is not just recording crimes. Mungu huwa andiki tu na kunakili visa vya utovu wa nidhamu. He is not just recording rebellion. Huwa andiki tu uasi. He is not just recording sin. Huwa andiki tu dhambi. But God is also recording faithfulness. Mungu pia anaandika uaminifu. He is recording righteousness. Anaandika haki. He is recording holiness done in his name. Anaandika pia utakatifu ambao umetendwa katika jina lake. And after recording, then he will reward you. Na baada ya kuweka hii rekodi basi atakupatia thawabu. In Hebrews chapter 6. Katika kitabu cha Waebrania 6. And verse 10. Kifungu cha 10. God says, Mungu anasema, for God is not unjust. Kwamba Mungu wetu si Mungu mdhalimu. He will not forget the hard work you have done. Hata sahau kazi ngumu uliyofanya. So how will God not forget? Je, Mungu atakosa kusahau kwa sababu gani? Because he keeps records. Ni kwa sababu anaweka kumbukumbu. He is a record keeping God. Yeye anaweka kumbukumbu. Now listen to this. Kwa hivyo sikiza hii. What records does God keep? Mungu anaweka kumbukumbu ya namna gani? Number 1. Jambo la kwanza. Your records of giving. Rekodi zako za matoleo. How you give in the church. Vile unavyotoa hapa kanisani. There are people when others are giving. Kuna watu ambao wengine wakitoa. It is when they are interceding and praying. Hapo ndio wanaingia kwenye maombezi. When others are giving. Wakati wengine wanatoa. It is when they are looking down. Hao wanaangalia chini. When others are giving. Wakati watu wanatoa. It is when they walk out. Hao ndio wanaondoka. When others are giving. Wakati wengine wanatoa. It is when they are busy with their phones. Hapo wanaanza kuwa na simu zao. Your pastor may not see you. Mchungaji wako anaweza kosa kuona. Your fellow members may not notice you. Wale wenzako wanaweza kosa kuona. But God keeps a record. Lakini Mungu anaweka nakala. In the Bible, katika Biblia, there is a man who used to give to the Lord. Kuna mtu ambaye alikuwa anamtolea Mungu. Even people around him never knew he was giving. Hata kama watu waliomzingira hawakujua kwamba anatoa. But one day, lakini siku moja, an angel came to his house. Malaika akatembea kwa nyumba yake. And he told him, na akamwambia, God has remembered the record of your giving. Kwamba Mungu amekumbuka matoleo yako. Whatever you give in this church. Chochote kile unatoa katika kanisa. Whatever you give to the poor on the road. Kile ambacho unapea maskini barabarani. Whatever you give to the orphans and widows. Kile ambacho unapatia wajane na God is watching and recording. Mungu anaangalia na kunakili. In Acts chapter 10. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10. The Bible says Cornelius was a Roman officer who lived in Caesarea and commanded the Italian regiment. Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Cornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kitalia. He was a devoted and God-fearing man and so was everyone in his household. He generously gave to the poor and prayed regularly to God. Mtu mtawa, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu daima. One afternoon around 3 o'clock, Cornelius had a vision. He clearly saw an angel of God approaching him and calling him his name. Cornelius was frightened and asked the angel what he wanted. The angel told him that God had heard his prayers and seen his offerings and generosity to the poor, and that these had come before God as a memorial. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana, malaika wa Mungu akimjia na kumwambia, Cornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Now I want to know, Cornelius at this time, anataka ujue kwamba Cornelio wakati huu, he was not saved. Alikuwa hajaokoka. He was not a Christian. Hakuwa Mkristo. In the real sense, he was a pagan. Katika maisha ya kweli kabisa, Cornelio alikuwa mpagani ama
mtu asiyemcha Mungu. Yet heaven had opened a file concerning him. Lakini mbingu ikawa imefungua faili kumuhusu. The angel declared, malaika akatangaza, your prayers and your offerings have been heard in the memory of God. Kwamba matoleo yako na sadaka zako zimeonekana mbele ya Mungu. Now think about that. Sasa waza kuhusu. Cornelius gave quietly. Cornelio alipeana kisiri. Years passed. Miaka zimepita. There was no applause. Hakuna yeyote aliyeshuhudia. There was no newspaper headlines. Hakukuwa na matangazo ya wazi. There was no public recognition. Hakukuwa na umma uliomtambua. Yet every gift he was giving was recorded before God. Kwa kila alichokitoa kilikuwa kimenakiliwa mbele ya Mungu. His generosity was not lost. Ukarimu wake haukuzuiliwa. It became a memorial in heaven. Kule mbinguni ikawa ni kumbukumbu. His giving entered the heavens records. Kwamba kule mbinguni kwa vitabu matoleo yake yakanakiliwa. There are people who do not have anything in the books of heaven. Kuna watu ambao katika vitabu vya mbinguni havina chochote. But they have records in the books of Guinness Books of Records. Lakini katika kitabu kikuu cha Guinness Book wako na rekodi zao pale. There are people who have no records in heaven. Kuna watu ambao hawana chochote kimeandikwa mbinguni. But they have records in the book of Chang'aa Club. Lakini katika mahali watu wanakunywa chang'aa wako na vitabu huko. Kuna watu mbinguni majina yao hakuna, lakini kwa maduka ya madeni majina iko. Huyu anakopanga hapa. Kuna watu ambao mbinguni majina yao hayako, lakini majina ya vitina kwa vijiji hao ndio wamebebeshwa. Unataka vitina? Basi twende kwa Eliza. Eliza ako na vitina kwenye mzima. Unataka mtu ambaye anajua kufanya kuiba mahindi kwa maboma za watu kupitia kwa dirisha? Basi twende tutafute mama fulani. Huyo anapitanga anaingia dirisha yoyote. Yaani watu wako na record zao mahali ambapo hapawezi kuwasaidia. But there is this God who keeps records of our lives. Kuna huyu Mungu ambaye anaweka rekodi ya maisha yetu. You paid school fees for someone. Wewe unamlipia mtu karo. People may forget. Watu wanaweza sahau. But God will not forget. Lakini Mungu atakumbuka. People may forget how you helped them during difficult seasons. Watu wanaweza sahau namna ulivyowasaidia wakati wa msimu wa shida. People may betray you after supporting them. Watu wanaweza kukusaliti baada ya kuwa umewasaidia. But heaven never forgets. Lakini Mungu mbinguni haitasahau. Every offering given with devotion. Kila matoleo ambayo yametolewa kwa kujitolea. Every sacrifice made for the kingdom of God. Kila kujitolea ambayo kumefanyika katika ufalme wa Mungu is recorded. Huwa inanakiliwa. Every seed you plant in faith. Kila mbegu unayopanda kwa imani enters divine ledger. Huwa inaingia kwenye mbele za Mungu. The value of a gift is not measured by the amount you give. Udhamana wa kile ambacho unatoa haiangaliwi kulingana na ukubwa wake. It is measured by the kind of heart that is giving. Lakini huwa inaangaliwa kulingana na ule moyo uliotoa. So never imagine that whatever you do disappears. Kwa hivyo usiwahi kuwaza kwamba kila ambacho unafanya kinatoweka. In Matthew 25, katika kitabu cha Mathayo 25, a very funny story. Kuna hadithi moja ya kusisimua. In verse 34, kifungu cha 34. Tell your neighbor, verse 34. Mwambia jirani yako kifungu cha 34. This is what the Bible says. Biblia inasema hivi. I just want to paraphrase. Anataka niguzie tu. Now, people have appeared before God. Kuna watu wameonekana mbele za Mungu. God the judge of the whole world. Mungu mhakimu wa dunia nzima. And God is telling some to go on the right hand, others on the left. Na Mungu anawaelezea wengine waende upande wa kulia, wengine upande wa kushoto. And God tells those who are on the left. Na Mungu anaambia wale ambao wako upande wa kushoto, go to the lake of fire. Kwamba endeni kwenye ziwa la moto. Because I was hungry, you never gave me food. Kwa sababu nilipokuwa na njaa hamkunilisha. I was sick, you never visited me. Nilipokuwa na njaa nilipokuwa I was in the hospital, you never visited me. Nikawa mgonjwa hamkuja kunitembelea. I was thirsty, you never gave me water. Nikawa na kiu hamkunipa maji. I was hungry, you never gave me food. Nikawa na njaa hamkunilisha. And they asked God, na wanamuuliza Mungu, when did we see you hungry, we never gave you food? Tulikuona wakati gani ukiwa na njaa tukakosa kupatia chakula? When did we see you thirsty, we never gave you water? Tulikuona lini ukiwa na kiu tukakosa kupatia maji? When did we see you naked, we never gave you clothes? Ni wakati gani tulikuona ukiwa tupu hatukupatia nguo? And God tells them, na Mungu anawaambia, there were people who were passing around you. Kuna wale watu waliopita karibu nanyi. They were naked. Walikuwa you assumed them. Ukawaangalia tu. There were people were passing around and they were hungry. Kuna watu walipita karibu nao wakawa na njaa. Some even were dying because of thirst. Hata wengine wakawa wanazimia kwa sababu ya kiu. And you were in a position to help them. Na ulikuwa kwa nafasi ya kuwasaidia. God was writing.
Mungu alikuwa anaandika. Then he tells those on the right, Na anawaambia wale walikuwa upande wa kulia, enter the joy of the Lord. ingieni kwenye furaha ya Mungu, Because I was hungry and you fed me. kwa sababu nilipokuwa na njaa mkanilisha. They also asked God, Na pia wakauliza Mungu, when were you hungry then we gave you food? ulikuwa na njaa wakati gani tukakupa chakula? And Jesus tells them, when you did these things for my little ones, Na Yesu akawaambia, mlipowatendea wadogo wangu, you are doing it for me. mlikuwa mnanitendea mimi. In Mark chapter 14, Katika kitabu cha Marko 14 there's a very good story. kuna hadithi nzuri pale. Jesus has entered the house of Simon. Yesu alikuwa ameingia katika nyumba ya Simioni. Simon who had leprosy. Simioni ambaye alikuwa ako na ukoma, And a woman comes with a jar. na mwanamke akakuja akiwa ako na jug. A jar. I don't know how you call it. A jar of very expensive oil. Mwanamke akaja na chupa ambayo ilikuwa na manukato ya bei juu She sana, poured on the head of Jesus. akammiminia juu ya kichwa cha Yesu. And Judas was complaining. Na Yuda akacomplain, akalalamika, Why have they not sold this and given to the poor? kwa nini hawakuuza hii wakapatia maskini? And Jesus said in Mark 14 verse 9. Na Yesu akasema katika kitabu cha Marko 14 kifungu cha 9, He says this, akasema hivi, wherever the good news is preached, mahali popote habari njema itahubiriwa, this woman will always be mentioned. huyu mwanamke atakuwa akitajwa. Just imagine, wherever the good news is preached, Mahali popote ambapo habari njema itahubiriwa, even as I'm preaching to you right now, hata ninapowahubiria sasa we are still mentioning this woman huyu mwanamke bado tunamtaja, because she touched the heart of God. kwa sababu aligusa moyo wa Mungu. Whatever she did was recorded. Kile ambacho alifanya kiliandikwa. God is a record keeper. Kwa hivyo Mungu anaandika. So I declare upon your life, Kwa hivyo sana tangaza juu ya maisha yako, every seed you have sown in obedience kila mbegu uliyopanda kwa utiifu begins to speak to your life now. ianze kunena katika maisha yako sasa. Every giving you have been giving in this church Kila matoleo umekuwa ukitoa katika kanisa hili becomes a memorial before our God. kwamba itakuwa kumbukumbu mbele ya Mungu wetu. May heaven remember every sacrifice you have made. Acha mbingu ikumbuke kila kujitolea ulikojitolea, May God and supernatural supervision locate you. kwamba uangalizi wa kiungu ukakupate wewe, May God never forget whatever you have done. na Mungu asisahau kila ambacho umetenda. Number 2, Jambo la pili, why does God keep which kind of records does God keep? je, Mungu anaandika mambo ya namna gani? He keeps records of your service. Huwa anaandika kujitolea, kufanya How you are kazi kwa serving God. huduma yako, How you pray on the altar. vile unavyoomba hapa kwa How you madhabahu, sing on the altar. jinsi unavyoimba hapa kwa madhabahu, How you arrange chairs. jinsi unavyopanga viti, How you sweep the church. vile unavyofagia How you kanisa, mop the altar. namna unavyopiga How deki you hapa, carry the instruments. jinsi unavyobeba vyombo, How you walk around cleaning the toilet and all those kinds of stuff. vile unavyotembea hapa ukiosha hata vyoo na mambo yote haya. Pastor may not know who did this. Mchungaji anaweza kosa kuona nani Your alifanya. husband may not know how you are serving God. Mume wako anaweza kosa kujua unamtumikia Mungu namna Your gani. friends may not know what capacity you are serving God in. Marafiki zako anaweza kosa kujua ni kiwango gani umemtumikia Mungu. But there is a record keeping God in heaven. Lakini kuna Mungu mbinguni anayeandika. He keeps records. Anaandika. He is writing what you are doing. Anaandika kila ambacho unatenda. Never look at yourself when you are washing the toilets. Au usijiangalie wewe mwenyewe wakati unaosha vyoo And you begin to despise yourself. na uanze kujidharau And you begin to say, na uanze kusema, why am I the one who is doing it every day? na ujiulize ni kwa nini ni mimi peke yangu nafanya kila siku. Serve the Lord with joy. Wewe mtumikie Mungu kwa furaha. Even when there are no people to do the work. Hata kama hakuna watu wa kufanya kazi. Serve the Lord. Wewe mtumikie Mungu. And when you are serving God, Na unapomtumikia Mungu, you need the spirit of servanthood. na unahitaji roho wa utumishi. The spirit of servanthood Roho wa utumishi is the spirit that removes the boss in you. ni roho ambaye anatoa ubwana mkubwa kutoka kwako wewe, Because naturally, kwa sababu a kimaumbile man is always a boss. mwanaume huwa ni bwana mkubwa. Why should I be cleaning the toilet Ni kwa nini niiname nioshe vyoo and I'm putting on a designer suit? na nimevaa suti nzuri, I'm putting on clean shoes. na nimevaa kiatu cha bei ghali, I have just come from home. na nimetoka tu nyumbani. My toilet even is not cleaned at home. Hata kule nyumbani choo changu Why am I hakikuoshwa. cleaning for the church? Kwa nini nioshe kwa ajili ya The kanisa? spirit of servanthood Roho wa utumishi is the one that removes the boss in you ni ile ambayo inatoa ubwana mkubwa ndani and yako exposes you to servanthood. na inakuanika unakuwa mtumishi. There are many people who cannot serve God, Kuna watu wengi ambao hawezi kumtumikia Mungu, not because there is no opportunity, sio kwa sababu hakuna nafasi, but because of
being a boss in themselves. lakini kwa sababu ya roho ya ubwana mkubwa ndani yao. It is not enough to serve God. Haitoshi tu kumtumikia Mungu. You need the spirit of servanthood. Unahitaji roho wa utumishi. There was a prophet Kulikuwa na nabii in the Bible. katika Biblia. The prophet was called Prophet Malachi. Huyo yule nabii alikuwa anaitwa Malachi. He spoke to believers who are discouraged about serving God. Alikuwa anawaongelesha wale watu ambao walikuwa wamevunjika moyo kwa kumtumikia Mungu. They were so discouraged. Walikuwa wamevunjika moyo. I am speaking to you right now. Na waongelesha sasa hivi. Some of you are discouraged. Wengine wenu mmevunjika moyo. Why am I serving God? Ni kwa sababu gani mimi namtumikia Mungu? And I am sick in my body. Na mimi ni mgonjwa kwa mwili Why wangu. am I serving God? Kwa nini mimi namtumikia Mungu? And I'm losing my relatives. Na watu wangu Why wanakufa. am I serving God? Namtumikia Mungu And kwa my nini? children are sleeping hungry. Na watoto wangu wanakwenda Why na am I njaa. serving God? Kwa sababu gani And namtumikia I Mungu? cannot pay rent. Na rent Why nimeshindwa am I kulipa. serving God? Kwa sababu gani mtumikia And I Mungu? have no job. Na sina kazi. Why am I serving God? Kwa sababu gani And I mtumikia am Mungu? barren. Na mimi ni Why tasa. am I serving God? Kwa sababu gani mtumikia And Mungu? people are fighting me. Na watu wananipiga Why am vita. I serving God? Kwa sababu gani And I'm mtumikia still Mungu? fighting battles. Na mimi bado napigana vita. Malachi was sent to speak to these people. Malaki alitumwa waongee na watu wa namna They hiyo. were serving God, Walikuwa wanamtumikia but they Mungu. were full of questions. Lakini walikuwa na maswali mengi. They were saying, why are we serving God and we are suffering? Kwa sababu gani tumtumikie Mungu na sisi Why tunaumia? are we serving God? Kwa sababu gani tumtumikie Where Mungu? is our God? Mungu wetu yuko wapi? Why are we like this? Kwa sababu gani tuko hivi? Why are we not moving? Kwa sababu gani Why are hatuendi? we not prospering? Kwa sababu gani tumekwama? And in fact, they told Malachi this. Na wakamwambia Malaki hivi. Why are people who are not serving God? Kwa sababu gani watu ambao hawamtumikii Why are Mungu? they prospering more than us? Hao watu wanaendelea kutushinda. Why are people who are not coming to church? Ni kwa sababu gani watu ambao hawaji Why are kanisani? they doing better than me? Ni kwa sababu gani wanaendelea vizuri They kushinda were mimi? telling Malachi, Wakawa naambia Malaki. why are people who don't love God? Ni kwa sababu gani watu wasiompenda Mungu? Why are they driving cars? Kwa sababu gani wanaendesha magari? Why are they having beautiful homes? Kwa sababu gani wako na nyumba maridadi? Why are they educating their children in groups of schools? Kwa sababu gani wanawasomesha watoto wao kwa shule za bei ghali? Why are they enjoying life? Kwa sababu gani wanafurahikia maisha? They were so much discouraged. Wakawa wamevunjika moyo zaidi. It is discouraging, brethren, Wapendwa, inavunja moyo to see that you are serving God ukiona kwamba unamtumikia Mungu and you are suffering on the other side. na upande mwingine unaumia. To see you are suffering God Wewe kwamba unamtumikia Mungu, who appears to be deaf, he does not hear you. Mungu anayeonekana kwamba ni bubu hakusikii. And I'm speaking to someone here. Na niko namuongelesha mtu You hapa. have been asking yourself questions. Umekuwa ukijiuliza maswali. God, why am I serving you? Mungu, kwa sababu gani And nakutumikia? I'm going through this and this and this. Na ninapitia hili na hili na hili. Malachi gives a very clear answer. Malaki anapeana jawabu lilo wazi These kabisa. people were wondering why they were serving God. Hao watu walikuwa wanajiuliza kwa nini wanamtumikia Mungu. Because wicked people appear to be prospering. Kwa sababu watu waovu walionekana kwamba wanaendelea vizuri. And the righteous seem to be forgotten. Na watu wenye haki wakaonekana wakiwa wamesahaulika. But now see what God did. Na sasa ona kile ambacho Mungu alifanya. God told them, Mungu akawaambia, I am writing down everything you are doing. niko naandika kila kitu ambacho mnafanya. Everything you are doing, Kila kitu ambacho I mnafanya am writing down. ninaandika. In the book of Malachi chapter 3, Katika kitabu cha Malaki sura ya 3, verse 16, kifungu cha 16, the Bible says, Biblia inasema those who feared the Lord, kwamba wale watu waliomcha Mungu they spoke with one another, wakasemezana, and the Lord listened to them. na Mungu akawasikiza. A book of remembrance was written in his presence Kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele yake to record their names. ili waandike majina yao. And then listen to verse 17. Na angalia kifungu cha 17. What did God write? Kwa sababu gani Mungu aliandika? He wrote that in verse 17. They will be my own special treasure. Na akaandika katika 17 akasema, nao watakuwa wangu, asema Bwana. On that day when I will act, they will belong to me. Siku ile ambayo nitafanya kazi watakuwa wangu. And then look at verse 18 now. Na kifungu cha 18, Then you will come and see the difference. ndipo mtakaporudi And see the difference nanyi mtaona utofauti between those who are serving God and those who are not serving God. kati ya wale wanamtumikia Mungu na kati ya wale wasiomtumikia I Mungu. want to encourage you who are listening to me today. Nataka niwape moyo nyinyi mnaonisikiza leo. Never give up Usikate tamaa. in serving God. Usikate tamaa In kumtumikia due Mungu. time you will see the difference. Kuna wakati utaona utofauti. There is a difference between those who are serving God and those who are not serving Him. Kuna tofauti kati ya wanaomtumikia Mungu na wale hawamtumikii Even Mungu. if it does not appear to be seen now, Hata kama inaonekana kana kwamba there ionekana, shall be a difference. kutakuwa na utofauti.
People who are serving God, wale watu wanamtumikia Mungu, they cannot end up like those who are not serving God. hawatamaliza kama wale ambao hawamtumikii People who Mungu. are serving God Wale watu wanaomtumikia will Mungu always have a distinction. lazima watakuwa na utofauti. Never give up in serving God. Acha kukata tamaa Do kumtumikia not Mungu. look at what people are telling you. Usiangalie kile watu People wanasema. may tell you, Watu wanaweza kuambia where is your God? Mungu wako yuko wapi? Why is your God not fighting your battles? Kwa sababu gani Mungu wako Why hakupiganii? is your God not fighting for you? Kwa sababu gani Mungu Why hakupiganii? is your God not providing? Kwa sababu gani Mungu wako hakupatii? But at the end, Lakini mwisho there will be a difference kutakuwa na utofauti between those who serve God kati ya wale wanamtumikia and Mungu those who are not serving God. na wale wasiomtumikia Mungu. You are here Uko hapa and you are asking yourself, na unajiuliza, what is the point of me serving God? inasaidia namna gani kumtumikia Mungu? You are at the point of giving up. Umefikia mahali unataka kuacha. Why am I going to church? Ni kwa sababu gani naenda kanisani? I met a member who was my member long time ago, Nilikutana na moja alikuwa mshiriki wangu muda mrefu umepita. and I asked her, Nikamuuliza, why are you not coming to church? kwa sababu gani huchi kanisani? And she told me, Na akaniambia, Pastor, I have gone to another church mchungaji, mimi nimeenda kanisa nyingine. because I have served under you. Nimetumika sana chini yako, I've not seen God working in my life. sijaona Mungu akitenda katika maisha yangu. And what I thank God for, I have a big heart to accept such kind of disappointments. Na mimi namshukuru Mungu kwa sababu nina moyo mkubwa sana wa kuweza kubali na kukumbatia matamshi ya kuvunja moyo kama hayo. Pastor, I was serving under you and I was suffering. Kwamba mchungaji, nilikuwa chini yako na nilikuwa nateseka. I was serving under you, Pastor, and I was unable to pay rent. Nilikuwa nikitumika chini yako na nikawa hata siwezi kulipa kodi ya nyumba. And I asked her, Na nikamuuliza, so where are you now? sasa uko wapi? And she told me, Akaniambia, I am in a church called Worshipers Assembly. akasema niko katika kanisa inaitwa Worshipers Assembly. And I asked her, now are you paying rent? Na nikauliza, na sasa unalipa kodi ya nyumba? Pastor, I'm still struggling. Akasema, mchungaji, hata hivyo nang'ang'ana kidogo. I'm still struggling. Nang'ang'ana. So she was struggling under me. Kwa hivyo alikuwa anang'ang'ana chini ya huyu mchungaji. She is still struggling. Na bado kule anang'ang'ana. Why? Kwa sababu She gani? wants God to become a magician. Anataka Mungu wake awe ni mganga. I serve you today, you serve me in the evening. Kwamba mimi nakutumikia mchana, we jioni nao unanitumikia. There are people who are here. You are listening to me. Kuna watu mko hapa mnanisikiza. You are asking me, Mnaniuliza, why am I continuing to be faithful in the house of God? ni kwa sababu gani niendelee kuwa mwaminifu katika nyumba ya Mungu? Why should I continue praying, Pastor? Ni kwa sababu gani mchungaji niendelee kuomba? Why should I continue serving God? Ni kwa sababu gani niendelee kutumikia Why Mungu? should I continue sacrificing? Ni kwa sababu gani niendelee kujitolea? But God answered their discouragement with one declaration. Lakini Mungu akasuluhisha majibu, akawapa majibu kwa tangazo moja. He told them, I have your book. Akasema kwamba ninacho kitabu chenu. Now listen to what God did not say. Nataka usikize, Mungu hakusema. He did not say he was going to bring an answer immediately. Hakusema kwamba anaenda kuleta jibu safari hiyo hiyo. He did not say he was going to answer them that time. Hakusema kwamba anaenda kuwajibu moja kwa He moja. did not promise them instant prosperity. Hakuweza kuwaambia kwamba watapata kufanikiwa mara moja. He simply told them, Lakini aliwaambia kwa I am ufupi, recording everything you are going through. kila kitu ambacho mnapitia mimi naandika. When they thought heaven was silent, Walipofikiria kwamba mbingu imenyamaza, God was writing. Mungu alikuwa anaandika. Those who are here and you are doing the ushering work, Wale mko hapa na mnafanya kazi ya kukaribisha watu, usher with joy. karibisha watu kwa furaha. If you are a choir member, Wewe ukiwa ni mtu wa sifa, minister with faithfulness. tumika na furaha. Every cleaner who prepares God's house, Kila mmoja ambaye anatumika kusafisha nyumba ya Mungu, every intercessor who prays without being noticed, kila muombezi ambaye anaomba bila kujulikana, every person who preaches on this altar faithfully, kila mmoja ambaye anahudumu katika haya madhabahu kwa uaminifu, heaven is recording your name. mbingu inaandika jina lako. Nothing can be wasted. Hakuna chochote kitapotea. God cannot forget what you are doing. Mungu hatasahau kila ambacho umefanya. Every burden you have carried for Christ, Kila mzigo uliobeba kwa ajili ya Kristo. people may forget what you did. Watu wanaweza kusahau kila ambacho They may umefanya. forget your labor. Wanaweza kusahau bidii yako. Committees may overlook your contribution. Makamati yanaweza kosa kuona kutambua kazi yako. Your name may not appear on the church list. Labda hata katika orodha ya kanisa jina lako halipo. You may never receive a reward. Labda hautawahi kupata zawadi. You may never be given as a platform for recognition. Labda hautapewa jukwaa la kutambulika. You may never trend on social media. Labda hautatia fora katika majukwaa
ya mtandao. But there is a one honor God has for you. Lakini kuna heshima moja Mungu ako nayo kwa ajili yako. Your name is in his book. Kwamba jina lako limo kwenye kitabu chake. Now brothers, listen to me and sisters. Kwa hivyo wapendwa, nisikilizeni. Do not stop because nobody told you thank you. Usiache kutenda kwa sababu hakuna yeyote alikwambia asante. Do not stop because nobody appreciated you. Usikome kwa sababu hakuna yeyote aliyekushukuru. Do not stop serving God because crowds are small. Usiache kumtumikia Mungu kwa sababu umati ni mdogo. Kuna mapasta huku nje ambao kama kanisa lijajaa, anapigia pasta mark, watu wamejaa nikuje. Pastor, leo watu wako 5. Wewe hubiria hao. Ndio mtaona makanisa kama haya. Pastor mark, hubiria hao. But if you are serving God, ikiwa unamtumikia Mungu, whether there are people or not, kuwe kuna watu ama hakuna, serve God faithfully. Wewe mtumikia Mungu kwa uaminifu. Kama wewe ni intercessor kama Lilian, wakati hakuna watu ndio unasukuma maombi sana. Mnataka watu wakue ndio usikume maombi uoneshe nani? So usikume maombi ile wakati watu wako. Kama wewe ni Karo, imba sana wakati watu wako. Wakati watu watakuja utapata replacement wako. Ni mnangoja watu wajae ndio mwanze kuimba. Tena mnaimba mkiangalia. Hiyo roho ambayo inafananga unaangalia surrounding yako ni roho ambayo sio ya kutumishi, ni roho ya kulalamika. Mama Kiana anasukuma maombi, alafu anaenda pako upande. Baba katika jina la Yesu. Unaangalia yani anaomba lakini macho iko nje. Mnaangalianga nini? Wewe mwenye Mungu ameleta ndio Mungu anataka utumike kwa madhabahu. Kuna siku utajipata peke yako, utafanya nini? Si utahudumu? Na wewe mwenye unahudumu Lilian, kama wewe ni muombezi, ukisema tu in the name of Jesus na watu wote waanguke chini na wanyamaze, alafu baki peke yako, hautaomba? Sasa kama watu wameanguka chini, Mungu amewaguza, hawaongei, hata Baba na kutukuza, simameni tuombe, hawatasimama. Mungu anashughulikia maisha yao. Jifunze kutumika watu wakiwa, watu wasipokuwa. Jifunze kutumika mvua ikinyesha, jua likiwaka. Jifunze kutumika. Mimi wapendwa, nimejifunza kumtumikia Bwana wakati kuna microphone, wakati hakuna stima, nitashout sauti yangu ipotee, lakini mtumikie Bwana na sauti yangu. Amen. Wakati watu hawako, wakati watu wamejaa, mimi nitamtumikia Bwana vile namtumikia Bwana wakati watu wakiwa. Yes. Usiangalie watu wachache. Madam G, kuna mapasa ambao wanaangalia wanasema, leo nimeenda hasara. Sadaka itafika 50 kweli? Sadaka ya leo kweli ukihesabu inafika 50? Kuna watu ambao wamejaza watu kwa makanisa, lakini wakihesabu sadaka baada ya 50 hiyo na watu wamejaa. Kwa sababu gani? Kuna watu ambao wamejua kwamba kumtumikia Mungu kuna mahali Mungu anaandika. So do not stop because people are small. Kwa hivyo usiache kwa sababu watu ni wachache. Do not stop because people don't love you. Usiache kwa sababu watu hawakupendi. The God who writes his records, Mungu ambaye anaandika kwenye vitabu, he has not finished writing your story. Hajamaliza kuandika hadithi yako. A day is coming when those books will be open. Siku inakuja ambayo vitabu vitafunguliwa. Books will be open. Vitabu vitafunguliwa. Everybody lift up your hands now. Kila mmoja ainue mkono yake sasa. I want sasa. to declare upon you prophetically. Nataka nitangaze juu yako kiunabii. May God who keeps records, acha yule Mungu ambaye anaandika, remember every sacrifice you have made. Akumbuke kila dhabihu uliyofanya. May every prayer you have prayed, kwamba maombi yote uliyoomba, every offering you have made, kila matoleo uliyotoa, every sacrifice you have given, kila dhabihu uliyotoa, every tears you have shed in faith, kila machozi uliyomwaga kwa imani, let them begin to speak in the presence of God right now. Acha anze kunena mbele za Mungu sasa. Let that book of remembrance begin to speak now. Acha kitabu cha ukumbusho kianze kunena sasa. Let the book of remembrance be open now. Acha vitabu vya ukumbusho vianze kufunguliwa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Every hidden faithfulness, kila uaminifu uliofichika, becomes the platform for public testimony. Iwe jukwaa la ushuhuda wa wazi. Whatever is hindering the book of records, chochote kile kimezuia kitabu cha hereby loosed in your life. Sasa kinawekwa huru in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Lift up your hands and pray for you. Inua mkono wako na kukuombea. And Father, I pray, na Baba naomba, for the spirit of servanthood,
kwamba roho wa utumishi that will enable people to serve God ambaye itakusaidia without looking at people, bila kuangalia watu, without looking at money, bila kuangalia pesa, without looking at weather. bila kuangalia hali ya hewa. The people will serve God. Watu watamtumikia The Mungu. spirit of servanthood, Roho wa utumishi, not the spirit of being a boss. sio roho wa bwana I mkubwa. separate you from discouragement. Ninakuondolea uvunjikaji moyo, I separate you from sorrow. ninakuondolea huzuni, I separate you from calamities. na kutenga na In matatizo the name of katika Jesus. jina la Yesu. Let the covenant of God begin to speak for you. Acha rekodi za Mungu zianze kunena kwa ajili yako. Whatever was not working in your life Chochote kile kilikuwa kifanyi kazi katika maisha yako, begins to work for you right now. kianze kutendea kazi In the sasa mighty name of katika Jesus. jina kuu la Yesu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la It Yesu begins to work for you now. kianze kutendea kazi sasa. Come on, open your mouth and begin to prophesy. Fungua kinywa chako, Begin anza to kutoa prophesy. unabii. Fungua utoe unabii. Don't pray, just prophesy, prophesy, prophesy. Usiombe, tangaza unabii. The Lord will do it in your life. Mungu atatenda katika The maisha yako. Lord will change your story. Mungu atabadilisha hadithi Come yako. on, prophesy now. Endelea kutoa In the unabii. name of Jesus. Toa unabii katika Whatever was not working in my life chochote kile kilikuwa begins to work right now. kianze kufanya kazi sasa. Every sickness and disease in my life Kila magonjwa na maradhi katika is maisha hereby yako healed. sasa yanaponywa. Healed. Yanaponywa. Healed. In the Yanaponywa. name of Jesus. Katika jina la Yesu. The demons that are tormenting my life, Yale mapepo yanasumbua maisha they yako are living now. sasa yanaondoka. Living now. Yanaondoka. Living now. Yanaondoka. Living now. Yanaondoka. In the name of Katika Jesus. jina la Yesu. Every enemies of my life, Kila adui wa maisha yangu I speak to them right now. na waongelesha Hear sasa. the word of God. Sikiza neno la Mungu. Lose my life. Achilia maisha Lose yangu. my life. Achilia maisha Lose yangu. my life. Achilia maisha Lose yangu. my life. Achilia In maisha the yangu. name of Jesus. Katika jina la Yesu. Everybody lift up your voice Kila now. mmoja inua And sauti begin to prophesy, prophesy, na prophesy. uendelee kutangaza. If you can Tangaza, speak in tangaza. tongues, continue to speak now. Kuwa katika roho. Prophesy now. Toa unabii. Prophesy now. Toa unabii. Prophesy Toa now. unabii. Prophesy now. Toa unabii. It is working in your life. Kwamba It is happening now. It inafanyika. is happening now. Inafanyika. It is happening now. Inafanyika. It is happening now. Inafanyika. It is happening in your life. Inatendeka. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Whatever was not working Ambacho ulikuwa ukifanya begins kazi, to work now. sasa inafanya That kazi. disease in your body Ugonjwa ulioko is kwa mwili wako leaving now. unaponywa. In the name of Katika jina la Jesus. Yesu. Every calamity, Kila mtego every mbaya, snare of the enemy kila mtego is mbaya hereby destroyed. sasa unaharibika. Destroyed. Unaharibika. Destroyed. Unaharibiwa. Every weapon of the enemy, Kila silaha ya I adui declare now, right now, natangaza it sasa. is rendered powerless. Sasa inaharibiwa. Rendered powerless. Inaharibiwa. Rendered powerless. Inaharibiwa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Every altars of witchcraft, Kila jukwaa la uchawi, altars of sorcery, jukwaa la uchawi, catch fire now, catch fire now, catch fire now, teketea, teketea, catch fire now. teketea, In the teketea. name of Jesus, Katika jina la Yesu. catch fire now. Teketea sasa. Altars of witchcraft, Katika altars of poverty, madhabahu, altars of joblessness madhabahu ya that are working in my life, ambayo yanafanya kazi katika altars of barrenness. majukwaa I ya ask you right now, lose the people of God, ushirika. lose the people of God, Achilia watu wa Mungu. lose people now. Achilia watu wa In the name of Jesus, Katika jina la Yesu. I declare blessing now. Tangaza baraka. Everybody lift up your hands Kila mmoja inua mkono wake. and begin to thank Jesus. Anza kumshukuru Kristo. If you are sick, tell God, thank you for healing me. Kama wewe ni mgonjwa, shukuru Mungu kwa uponyaji. If you had no money, Kama ulikuwa hauna pesa, thank God for opening financial avenues. mshukuru Mungu kwa kufungua milango ya baraka ya pesa. If you have no job here, Kama huko hauna kazi hapa, lift up your hands wenyoshe mkono and wako begin to thank God for opening avenues for your job. na uanze kumshukuru Mungu kufungua milango ya pesa. If you are trusting God for a baby, you are trusting God for a baby, Labda unamtumaini Mungu kwa sababu ya malipo. lift up your voice Wewe inua mkono wako and tell God, na umwambie Mungu I need the fruit of my womb. kwamba nahitaji tunda la uzao wangu. I need a baby Nataka mtoto in the name of Jesus. katika jina la Yesu.
kutoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Hafananishwi na kitu kingine. Simama kwa miguu yako. Hafananishwi na kitu kingine. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Sema haufananishwi Bwana. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi Yesu. Haufananishwi na kitu kingine. Yesu haufananishwi Baba. Haufananishwi na kitu kingine. Thank you Jesus. Asante Yesu. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, there are women in this church, kuna wanawake katika kanisa hili, men and even young men. kwamba kuna vijana na wanaume hapa They were discouraged for serving God walivunjwa moyo kutoka kumtumikia Mungu, because they have been serving God and suffering. kwa sababu wamekuwa wakimtumikia Mungu na wanateseka. They have been serving God in lack and want. Wamekuwa wakimtumikia Mungu katika hali ya uhitaji. They have been serving God and they have disease in their bodies. Wamekuwa wakimtumikia Mungu na ni wagonjwa katika miili zao. They have been serving God and they cannot put food on their table. Wamekuwa wakimtumikia Mungu na wakawa hawezi hata kupata chakula. And Father, you have sent your word, Na Bwana, umetuma neno lako, your hand that heals our lives, neno lako ambalo linaponya maisha yetu, that although they are suffering, na umesema ijapokuwa wanateseka, God is writing. Mungu anaandika. Although they have no food, Japokuwa hawana chakula, God is recording their sacrifice. Mungu anaandika matoleo yao. Father, I pray over their hearts now. Na Bwana, naomba juu ya mioyo yao sasa, Give them the spirit of servanthood. wapatie roho wa utumishi. And Father, help them to serve you Na Baba, wasaidie wakutumikie without discouragement, bila kuvunjika moyo, without giving up. bila kuvunjika moyo, In the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu, In Jesus' name. katika jina la Yesu, Amen. amen. Where's Joy? Mungu wetu tunakusifu, Mungu wetu twakushukuru, yale uyatendayo. Fadhili zako za milele haufananishwi na chochote. Ni wewe mwanzo tena ni mwisho. Unastahili. Mungu wetu tunakusifu, Mungu wetu twakuinua, yale uyatendayo ni makuu sana. Fadhili zako za milele haufananishwi na chochote.
wewe uliye mwanzo tena ni mwisho. Unastahili, unastahili Yesu kuabudiwa. Unastahili Bwana, unastahili Yesu kuabudiwa. Nasema Baba, katika jina la Yesu ninakemea roho ambazo zinaandama wasichana wakiwa katika hali hii, roho za madaktari, roho za upasuaji, roho za visu, roho za mateso ya shetani inayofunga ndani mwako leo katika jina la Yesu. Roho za mashambulizi ya adui, roho za konjeka ovyo ovyo, nazivunja ndani mwako katika jina la Yesu. Roho za mawazo mabaya ninazivunja ndani mwako leo katika jina la Yesu. Roho za kujimaliza, roho za kujiondoa leo hazina uwezo kwako katika jina la Yesu. Baba, natangaza uzima, natangaza amani, natangaza afya, natangaza ulinzi wa Bwana. Kama Bwana unaletea msichana huyu na kumsaidia, Bwana unamuinua, una neema yako ndani mwake katika jina la Yesu. Tenda ishara na maajabu, tenda ishara na maajabu Jehova, katika jina la Yesu. Asante Mfalme, pokea sifa na heshima Bwana, kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Unastahili, sema God. Tunashukuru Bwana, shukuru tu Bwana kwa sababu ya mtumishi wake na neno ambalo tumesikia kwa mchana wa leo. Pigia tu Bwana makofi mazuri unapoketi chini, naenda kwa vizuri. Okay, nataka uketi tu kwa dakika moja, alafu nitakuwa nakaribisha programa, takuwa anaendelea mahali hapa. Bwana asifiwe. Pigia Bwana makofi mazuri. Changamuka kama mtu ambaye uko katika nyumba ya Bwana. Yes, uko katika nyumba ya maombolezo, uko kwa nyumba ya kumsifu Bwana na kumwabudu Bwana mchana wa leo. Kwa hivyo jisikie uko mahali panapofaa, mahali ambapo panapostahili. Tunaendelea na ibada zetu. Labda nitakaribisha programa aendelee kutoka mahali hapa, alafu tutakuwa tunapanga mambo 2-3. Nitarudi kuambia maneno 2-3 kuhusu mpango wetu wa kanisa na mambo ambayo yanaendelea. Kwa hivyo programa, karibu, endelea tu kwa short while and then we'll continue. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tupike makofi mazuri, shangwe na vigelegele kwa sababu ya neno ambalo limekuwa la siku ya leo. Shangilia Bwana, unaweza fanya zaidi ya hapo. Amen. Kama kuna wageni wametutembelea, wako miongoni mwetu, tunawakaribisha hapa mbele, mtusalimie, tujue majina zenu, mahali mnatoka. Karibuni sana. Kanisa letu linapenda wageni. Tupige tu makofi yetu wageni wanaposimama.
Piga makofi mpaka vile watafika. Amen. Kwa hivyo pastor na washirika wengine kwa ujumla na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo tena. Majina yangu naitwa Leonard Werunga. Natoka sehemu inaitwa Saboti, wengi mnaijua. Saboti ni hapa tu Trans Nzoia. Wadi ya Kinyoro. Sitoki karibu hapa, natoka karibu na mpaka wa wadi ya Nabiswa kule Kiminini na Kinyoro huku Saboti. Wale mmetembea mkienda kule milimani mnaweza tambua hizo sehemu. Leo nafurahia kushiriki nanyi. Imekuwa ni ibada ya kufana. Leo nimealikwa hapa na rafiki yangu mkubwa sana wa karibu ambaye ni Valentine. Nimefurahi sana kwa sababu vile pastor amehubiri, amesema unaweza kuwa pengine unaona umesaulika, lakini ile rekodi ambayo uliweka mahali iliandikwa mahali. Hata kama mwanadamu hakuweka, lakini Mungu aliandika mahali. Nilikuwa give up mambo na kanisa kwa sababu ya 1, 2, 3 ya familia, lakini nafurahi sana kwa sababu Valentine kuniongelesha leo imeisha kama miaka 3 mimi sikanyagi kanisani. Lakini leo nafurahi sana nimekanyaga kanisani. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri kwa huo urejesho. Bwana asifiwe. Amen. Si kana kwamba sijalelewa kanisani. Kwa watoto wa baba yangu wote tuliozaliwa 9, kama kuna mtoto mwenye hangeonekana hata hajaamuka siku ya Jumapili aende kanisani, mtu wa kwanza baba kuuliza alikuwa anauliza, huyo Leonard ameamuka aende kanisa? Sijai jua ni kwa sababu gani alikuwa akipoint mimi kila wakati. Hata ninapokuwa mkubwa saa hizi hivi, nikienda nyumbani ajue nimeenda nyumbani. Alikuja jana jioni Jumamosi, amelalia hapa. Asubuhi atasema amusha huyo jamaa tuende kanisani. Lakini kwa sababu ya 1, 2 nilifika mahali nikakufa roho na nikaanza kuepaepa, kwa sababu ukiwa mkubwa kuna vitu utaanza kuona ambavyo havitafurahisha pale nyumbani tu na pengine kule kanisani. Kule nje ile picha ambayo inawekwa pia itafanya watu wakose tumaini la kwenda kanisa. Nyinyi msione mko wachache, mko wengi sana. Vile pastor amesema kuna kanisa kuna watu 2, 3 na wanahudumu wanaenda nyumbani. Kwa hivyo nyinyi mfurahie, nyinyi ni wengi. Bado Mungu atawasidishia, mtaongeza viti. Amen. Pengine vile mimi nimekuja, huwezi jua mgeni mwingine pengine ako njiani. Amen. Na usiogope kueleza mtu kwamba kanisa yangu iko mahali fulani twende tushiriki. Utakuwa umeokoa huyo mtu. Amen. Kwa hivyo mimi nafurahia sana. Hii ni kondoo lililopotea lakini limeokotwa mahali. Haleluya. Sitaki niwachoshe na mengi. Mungu akinijalia na Mungu awajalie, huenda nitashiriki naye. Haleluya. Shangilia mgeni wetu, piga makofi mazuri. Amen. Amen. Nashukuru sana.
Alafu sijui kama mtavunjika moyo. Tumekata kuanzia leo. Hatutakuwa disappointed. Kama mtavunjika moyo, kuna wengine mahali pia watafurahia. Huenda mimi pia niwaibie Valentine aende ashiriki kwingine. Usituibie. Tunaona hapo kidogo mnasita. Sasa ni maombi yenyu hapa na maombi ya wale kwingine kule, kwa sababu pia wanaomba sana. Nafurahia sana bro. Nashukuru. Usikuwe na wasiwasi. Kuna wenzako kule nje wengi sana. Tumepotelea huko nje. Tuitane tukuje. Na kuna tu njia moja ya kuwapembeleza. Nawaambia tu tutembee hivi, alafu kisha kutana na wao ni kuongea nao maneno mawili matatu. Hata nami nilitamani nitembee na marafiki zangu, lakini wengine wamekuwa na shughuli tofauti tofauti. Lakini siku moja nitawaambia tutembee kidogo mahali ambapo Valentine anahudumu. Tutakuja wengi. Amen. Nashukuru sana. Amen. Na wacha Mungu wa amani aendelee kuwasidishia, awabariki na neema zake ziwe nanyi. Amen. Asanteni sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi si mgeni vile. Ni venye nilikuwa hapa last year tarehe 28 na nimekuja leo. Sijui ni nini. Nilikuwa natuma rambi. Mniombee maze. Mniombee tu juu. Na kuanga kama leo hivi. Kuna simu nilipata jana, nafanya Nairobi kesho. Sijui kama nitaenda ama nitakuwa. So mniombee tu, nikikuwa tutakuwa pamoja. Wenye atakuwa pia tutaendelea kwa pamoja, si ndio? Cha Mungu amani atubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema the prodigal son. Leonard, tunaweza sema he is the prodigal son, but from now you are back. Mahali Mungu alikuumba ukue, kile alichopanda ndani mwake, kazi njema akianzisha, lazima ataikamilisha. Ukimbie, utoroke, ujifiche, bado atakurejesha at the appointed time. Amen. And this is the appointed time of the Lord. Hivyo ni Mungu mwenyewe amemleta through the voice of Valentine. Pigia Yesu makofi mazuri, shangilia Bwana kwa sababu ya huo urejesho. Aendelee kurejesha watu wake katika nyumba yake. Amen. Dada yetu, karibu tusalimie, utuambie kwa tu jina. Tunakupenda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hata mnashukuru Mungu amekuwa na mimi. Nilikuwa hapa mwisho 2024 December, but sasa niko home. Nikiwa tutakuwa pamoja. Mimi ni mtoto wa Madam Jill. Nashukuru Mungu pia kwa siku ya leo. Okay, sijui ni shida imekuwa nini. Mimi napenda Mungu. Nilikuwa nimekaa nikasikia tu nimechoka kizunguzungu. Hata pole sikusikia neno, but nikiwa pale nje nilisikia. Na pia mniombe Mungu na Mungu awabariki. Pigia dadetu makofi mazuri. Karibuni Sunday School.